Ndugu wanahabari, mtakuwa mashahidi kwamba kwa kipindi hiki kumekuwa na wimbi la watu wasio waadilifu, wasio na nia njema, au ambao dhamira yao ni vigumu kuielewa, ambao wamekuwa wakivamia baadhi ya viwanja ambavyo havijaendelezwa. Unakuta mtu amenunua kiwanja lakini hajakiendeleza eneo fulani, kimekaa miaka kadhaa, anakuja jamaa anaanza maendelezo kwenye kile kiwanja, lakini sio cha kwake. Aliyekinunua ni mwingine, wanayekimiliki ni mwingine. Yawezekana akawa ndani ya jiji la Dodoma au yuko nje ya jiji la Dodoma. Kwa hiyo huyo anaendeleza kile kiwanja ambacho sio cha kwake. Hilo ni kosa. Lakini watu hao pia wamekuwa waking'oa beacon ambazo zimepandwa katika viwanja vilivyopimwa kwa mujibu wa sheria. Yaani ana target eneo, anaona liko mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa tatu, kimya. Anaenda anang'oa beacon. Alafu anaanza maendelezo. Huyu mmiliki akija baada ya muda fulani au miaka kadhaa imepita, tafuta beacon azioni, labda anahisi kiwanja kilikuwa eneo lile, labda mtu ameshajenga, anakuja halmashauri, bwana, nataka mkanionyeshe kiwanja changu, nilishakiona lakini saizi nimeenda sikioni. Kwa hiyo mnaenda tafuta beacon, hakuna. Kumbe wahuni wameng'oa beacon. Sasa hiyo maana yake itamsababishia usumbufu huyu mwananchi anayemiliki kiwanja kile kihalali. Lakini sasa usumbufu huo uishii kwake, unakuja kwetu halmashauri, kwa sababu atatoka kule atakuja halmashauri kwamba jamani, mbona kiwanja changu kimevamiwa, mbona kiwanja changu hakina beacon. Kwa hiyo anapokuja halmashauri, maana yake sasa tunaanza kurejea kwenye utatuzi wa changamoto hiyo kuliko kuendelea na majukumu mengine ya halmashauri ambayo kimsingi ni kutoa huduma kwa wananchi. Lakini